Hebu fikiri, laiti dunia isingekuwa na wajasiriamali, maisha yangekuwaje? Mimi naona dunia isingekuwa na wajasiriamali, kusingekuwa kuna magari, simu za mkononi tunazotumia, wala biashara zinazorahisisha maisha yetu ya kila siku. Lakini je, unajua kwamba nyuma ya mafanikio yoyote makubwa kuna mchanganyiko wa vipaji na nafasi muhimu 5? Karibu sana. Leo nitakuelezea thamani ya kuwa mjasiriamali, thamani ya kuwa implementer au mtekelezaji, thamani ya kuwa msimamizi au nafasi kama manager, mwasilishaji na mbunifu wa ndoto kubwa. Safari hii fupi inaweza kubadilisha mtazamo wako na kukuandaa kwa mafanikio makubwa sana. Wajasiriamali ni kama mashujaa wa zama hizi. Wanaona fursa ambayo wengine wanaona matatizo. Mfano rahisi, fikiri kama mtu Elon Musk. Aliona dunia inahitaji magari yasiyotumia mafuta na akaunda Tesla. Kwa hiyo mara nyingi mjasiriamali ni mtu ambaye analeta ubunifu wa vitu ambavyo katika jamii ni changamoto au tatizo. Sasa kuna kitu ambacho nahitaji nikizungumzie kuhusiana na mambo ya ubunifu. Kwenye haya mambo ya ubunifu kuna nafasi zifuatazo ambazo kidogo ziko complicated sana. Nahitaji tujue hizi nafasi ili kila mtu ajue thamani yake katika kazi, katika biashara au katika miradi ambayo yeye yupo, na kwa namna gani tunaweza tukajiengua kufika katika nafasi nzuri za kimaisha. Kuna mtu anaitwa implementer. Implementer ni mtekelezaji wa mambo yanayohusiana na miradi mbalimbali. Kwa mfano tunapozungumzia katika miradi ya ujenzi, wale mafundi wale, saidia fundi wale wanaitwa implementers. Kwa tafsiri ya kuhuzunisha, ni watu ambao wanatumia nguvu kubwa sana kufanya kazi, lakini pia wanatumia akili nyingi sana, lakini pia wanatumia muda mrefu sana kufanya kazi asubuhi mpaka jioni. Ila malipo yao ni madogo sana, malipo ambayo hayakidhi vigezo vya dhumuni la yeye kufanya kazi, ila anafanya kwa sababu hakuna kinachombudi. Au katika makazi ya viwandani, mara nyingi baadhi ya vijana tumewahi kufanya kazi ya viwandani, shughuli nyingi kubwa, muda mrefu, malipo madogo. Kwa hiyo implementers ni watu ambao wanakamilisha utekelezaji wa majukumu ya miradi, lakini wale ni watu wa chini kabisa, na mara nyingi kipato chao ni kidogo, kazi wanazozifanya ni kubwa sana. Hebu jitazame uko nafasi gani na wewe ni implementer. Lakini pia kuna nafasi ya pili ambayo ni managers. Managers ni watu ambao kazi yao ni kusimamia. Umeona? Kusimamia baadhi ya majukumu ya implementers. Kwa mfano, tunaweza kuona HR viwandani, tunaweza kuona manager katika sehemu za makumbi labda ya starehe ama baa na vitu kama hivyo. Manager kazi yake ni kuwaswaga implementers au watekelezaji, kuwabana kimuda, kuwabana kinguvu na kimaarifa, ili waweze kufanya kazi ya yeye itakayomfanya aonekane bora kwa bosi. Kwa manager mara nyingi anapokea sifa kubwa sana ya kazi nzuri imefanywa, mambo sio mabaya. Lakini kazi hiyo wapo ambao wametumia nguvu kubwa, muda mrefu na akili nyingi kufanya. Ila changamoto nyingine zaidi inayosikitisha, manager analipwa kiasi kikubwa zaidi ya yule implementer, na manager yeye ni msimamizi tu. Sawa, twende kwenye nafasi ya 3. Nafasi ya 3 wanaitwa communicators. Communicators ni watu ambao wanapata fedha kubwa kuliko nafasi ya implementer au manager, lakini hawa communicators wanaingiza pesa nyingi kwa sababu ya kutangaza biashara baada ya kukamilika katika mitindo maalum. Kwa mfano, watangaza bidhaa za vyakula, vinywaji, ambao wao labda ni wanahabari au ni wasanii au ni watu ambao wana nafasi kubwa katika jamii ya umaarufu na vitu kama hivyo. Mara nyingi huyu anaweza kutangaza biashara zaidi ya 3 au 4 au 10 kwa siku moja, ili mradi tu
asiwe anatangaza bidhaa zenye kufanana kwa makampuni tofauti. Hawa communicators wanapata pesa nyingi sana, lakini kazi wanayoifanya kinguvu na kimuda sio nyingi sana. Lakini pia kuna watu wanaitwa imaginators. Hawa naweza kusema dunia huwa inasonga mbele kwa sababu ya watu hawa. Ni watu wenye ndoto kubwa sana. Ni kama wabunifu, au ni kama mbunifu wa kwanza wa ndege. Waliamini inawezekana kuruka angani wakati dunia nzima ilicheka. Yani imaginator ni mtu ambaye anaweza kulifanya jambo kwa kuliona sehemu akalihamisha sehemu nyingine, kwa kulisikia au kuwaza kwenye akili yake. Yani fikra zake zinaweza zikamfanya akafanya mambo makubwa sana. Mara nyingi hawa ni watu wenye maono na huwa wana mafanikio makubwa sana. Sisi tupo nafasi gani? Wewe unisikiliza, upo nafasi gani? Je, kwa namna gani tunaweza tukawa zaidi ya implementer, zaidi ya manager, au zaidi ya imaginator au communicator? Kwa namna gani tunaweza tukajitoa katika huu msongo wa hali fulani ambao tuko nayo? Furaha yetu tufike pamoja.